Karibu sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwenye banda la Wizara ya Maliasili na Utalii. Hapa ni nyumbani, tumefurahi kukuona timu nzima. Wizara ya Maliasili na Utalii leo hii tuko na taasisi zote kuanzia na Bodi ya Utalii Tanzania, Idara ya Utalii, Chuo cha Utalii NCT, Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori TAWA pamoja na Wakala wa Misitu TFS. Na tumeshiriki kwenye tukio hili kwa malengo makuu kama matatu, lakini la kwanza, vituo vya utalii vimeshindanishwa kwenye tuzo za ubora kimataifa WTA. Kwa tuko hapa kwa ajili ya kuhamasisha wanafunzi kwenye kupiga kura. Lakini kingine, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatoa elimu kuhusiana na masuala mbalimbali ya utalii na uhifadhi pamoja na sera ambazo zinaunda wizara yetu. Vile vile tunatoa elimu kwa watu wote namna ya kutembelea vivutio vyetu, gharama zinazohusika kutembelea vivutio na vile vile namna ya kujiepusha na wanyama wakali na waharibifu. Ni dhahiri kuwa tamasha hili la SAUT linaunga mkono jitihada za serikali za kufika watalii milioni 8 ifikapo 2030. Mwaka 2025 Tanzania ilipokea watalii takriban milioni 5.9 ikiwa ni ongezeko kutoka watalii milioni 5.3 kwa mwaka 2024, hivyo kuna ukuaji wa 10.7%. Kwa upande wa mapato yatokanao na shughuli za utalii yalifika dola za Marekani bilioni 4.4 mwaka 2025. Hii ni kutoka dola za Marekani bilioni 3.9 mwaka 2024. Mafanikio haya yametokana na maono na uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndio maana SAUT mmetambua mchango wake na leo mmemkabidhi tuzo, na ahidi nitaifikisha kwa Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii. Tamasha la mwaka huu linaongozwa na mada isemayo Embedding Sustainability in Antiquities Preservation. Mada hii inalenga kuhamasisha matumizi ya msingi ya maendeleo endelevu katika uhifadhi wa urithi wa kihistoria, mambo ya kale na rasilimali za kitamaduni ambazo ni sehemu muhimu ya bidhaa za utalii nchini Tanzania. Tanzania ni mojawapo ya nchi ambazo zimeshindanishwa kwenye ubora wa utalii duniani kwenye tuzo zinaitwa World Travel Awards, na miongoni mwa vivutio ambavyo vimeshindanishwa kwa mara ya kwanza ni Mpanga Kipengere na poli na Seru ambao viko chini ya TAWA pamoja na Kilwa Kisiwani. Lakini pia viko vivutio vingi ambavyo vimeshindanishwa vingi sana, lakini vichache kuna zile hifadhi maarufu kwa mfano kama hifadhi ya Taifa Serengeti, mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, mlima Kilimanjaro, Tarangire, yani viko vingi. Kwa hivyo ni miongoni mwa vivutio ambavyo vimeshindanishwa kwa ubora wa utalii duniani. Namna ya kupiga kura, unaingia kwenye tovuti ya World Travel Award, unaandika www.worldtravelaward.go.tz. Unaweza kujisajili pale, na ukishajisajili unaweza kuona vivutio ambavyo vimeorodheshwa pale, na unaweza kupiga kura kwa urahisi kabisa kwa kutumia simu yako. Kwa karibuni Watanzania wote mnaweza kupiga kura ili nchi yetu iweze kushinda na vivutio vyetu ambavyo vimeorodheshwa viweze kushinda.